Kwanza niseme kwamba Sheikh Muhammad kusoma ni alim na sisi hapa ni matalabatul ilmi. Kwa hiyo maana yake sawa sawa ni tumefikiwa na haja yetu. Kwa hiyo kama ulivyotanguliza, hatuna cha kumzawadia isipokuwa kuonyesha tamaa yetu na malengo yetu katika kile ambacho yeye anacho. Kwa hiyo tumeona tukifanya maulidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni sehemu ya kuonyesha furaha yetu kumshahidia Mtume ambaye ndo mwalimu wa kwanza wa hii ilmu ambayo yeye ameibeba. Naam. Na kwa wapenzi watazamaji comment muda fulani wakati tulipokuwa tumefika katika masjidi ile tulofika mwanzoni ambao ni pale madrasa Ihya Kilwa Masoko pale, wengi walikuwa wanastaajabu, badala ya kuongea lugha ya Kiswahili madrasa nzima inaongea lugha ya Kiarabu. Hii ikoje? Maana mliamua kuongea lugha tu ya Kiarabu, ikoje kwa upande wenu? Haya ni malezi ambayo sisi tumelelewa katika malezi haya, na kama unavyotambua kwamba elimu yetu hii ya dini sehemu kubwa inatumika katika lugha ya Kiarabu. Ili uweze kuifahamu vizuri, maana yake inabidi usome vitabu ambavyo vimeandikwa kwa lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo msingi mkubwa wa sisi kuweza kupata njia nyepesi katika kuingia katika kukata msitu huu ni kuingia kwa kina katika hii lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo tumelelewa hivyo na alhamdulillah kwa baraka zao wazee wetu waliotulea bado tunaenda hivi. Na ulinifanya mimi niweze kuogopa, nikashindwa hata kukuuliza maswali, nikahisi nimeingia Abu Dhabi au Madina, kwa sababu naofia siwezi kuongea lugha ya Kiarabu, maana wote nimekuta wanaongea lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo nikatamani ni mhoji mawili matatu, nikaona labda nyinyi hamfahamu lugha ya Kiswahili. Lakini baada ya pale alhamdulillah Sheikh alipokuja na kwanza kuzungumza alijitahidi sana na alivyotumia lugha ya Kiswahili nikafahamu kwamba na nyinyi mnatumia lugha ya Kiswahili. Vipi unaonaje kwa darasa ambalo lilopita ambalo watu walikuwa wakilifuatilia na moja kwa moja tulipokuwa live Sheikh alivyokuwa anafunguka kuhusu mtume, kuhusu maulidi, kuhusu hikma? Vipi kwa upande wako wewe? Kama nilivyotanguliza kusema kwamba sisi sehemu kubwa ya ziara hii ya Sheikh ni sisi kustafidi, kupata faida kwa kupitia yeye. Kwa hiyo yani tukisema tueleze, yani hapa kama utaniuliza una furaha ya namna gani, hakuna ibara nitakayozungumza itakayoweza kutekeleza hasa furaha yetu iko namna gani, kwa sababu sawa na mtu mwenye kiu amekutana na maji ya baridi yaliyopoa. Kwa hiyo wallahi furaha yetu ni kubwa sana, kwa sababu ni vitu ambavyo sisi tunajitahidi kupambana kuvifahamu, alafu tunamkuta mtu yani unaweza ukasema hii ni kompyuta, hii ni upate jibu lilokuwa sahihi. Kwa hiyo furaha yetu iko kubwa sana na imetuongeza hamasa sisi kama matalabatul ilmi kuona kwamba kumbe ukiamua kuvinjali kusogea mahala fulani unaweza, kwa sababu huyu ni binadamu kama sisi. Kuna muhanga na jitihadi ambaye alifanya mpaka amefikia hapa. Sasa tusifikie nusu yake, lakini sisi tukifika tausiri yake. Sasa kwa mtu kama huyu ukipata tausiri yake, wallahi wewe ni sahihi. Na mwapenzi watazamaji wa UiA TV, nashukuru mmepata mafupi kutoka hapo kwa ustazi, na sasa tunaelekea kwenye Maulidi Nabii, na nafikiri na wewe ni mtu mwenye furaha ambao na wewe unatamani kuendelea kupata vitu vizuri. Basi inshallah biidhnillah tuingie kwenye Maulidi Nabii, tuungane kwa pamoja kwa ajili ya kumtakia rehema kipenzi chetu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Twende moja kwa moja kwenye Maulidi inshallah.